Hujambo na karibu sana katika kipindi cha Mizani ya Wiki kinachoangazia matukio muhimu yaliyojiri ndani ya wiki hii na malizikia leo. Mimi ni Jamal Hashim. Nasi tunaungana na Wazanzibari katika kumpa pole Daktari Hussein Mwinyi, Rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, kufuatia kifo cha kaka yake Captain Abbas Mwinyi ambaye amezikwa katika makaburi ya Mwangapwani. Tunatoa pole kwa dhati kwa familia hiyo na Mungu aendelee kuwapa moyo wa subira wakati wapo katika majonzi na huzuni. Hiyo ni pole ambayo tumezitoa, lakini mada leo ambayo tumekuandalia bado tunaangalia masuala ya kisiasa. Zikiwa zimebaki siku 30 hivi, wapiga kura takriban milioni 37.6 waliojiandikisha katika daftari la kudumu kufanya maamuzi ya nani ni nani kuchagua viongozi wao katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba 29. Katika uchaguzi huo, wananchi watamchagua rais, mbunge pamoja na wawakilishi pamoja na madiwani. Na ni katika kipindi hiki ambapo kila mgombea kwa sasa yupo katika kusaka kura hizo katika maeneo mbalimbali. Kwa wagombea hao sasa wameendelea kunadi sera zao kwa kutoa ahadi kede kwa wananchi ili kuwashawishi waweze kuwachagua katika uchaguzi huo. Miongoni mwa ahadi ambazo wanazitoa, Mizani ya Wiki imezifuatilia na kufanya uchambuzi ni namna wagombea hao wanapita huko na kuahidi wapiga kura watakavyofanya katika sekta ya kilimo. Wanapiga chapuo kilimo kwa sababu kilimo ni sekta muhimu sana. Imeajiri takribani wananchi zaidi ya 65%, na katika hao 65%, 80% ndio wakulima wadogo. Sasa unaweza kupiga mahesabu kwamba ni wapiga kura kiasi gani katika hiyo idadi ambayo nimesema, ambapo wagombea wanawashawishi ili waweze kuwachagua katika uchaguzi huo. Lakini kabla hatujaendelea, hebu tusikilize wagombea wanasema nini kuhusiana na kilimo, na kisha tukirejea hapa tutachambua mada hii ambayo nimeisema hapa na wageni wangu wako tayari studio. Tukiwekeza vilivyo katika kilimo, tutaifanya Tanzania kuwa mfano na nchi ambayo inaweza kulisha katika Afrika, na tukijipanga vizuri tunaweza kuilisha dunia. Kutokana na mabadiliko ya tabia nchi, tunatakiwa kuwekeza vilivyo ili tunapolima basi mazao yaweze kupatikana na tuweze kupata kipato. Tumepanga kuhakikisha kunakuwa na masoko ya uhakika ya bidhaa zote ambazo zitalimwa Tanzania. Yasema wanayoahidi kila siku, ndugu yangu, uongo. Nimesoma nyaraka toka uhuru. Tutabadilisha kilimo kutoka kilimo cha mkono kwenda kwa kilimo cha kisasa. Ilikuwa sijaota mvi, mpaka leo mvi zimeota. Sijaona tuweka na kijiji. Kwanza ufuta unaopandisha bei. Mbaazi mtauza shilingi 5,000. Korosho shilingi 10,000 kilo. Utaona sisi Babati hapa tuna zao hili walisema la mbaazi. Kuna zao hili tunasema la alizeti. Mbaazi kwa watu wenye akili hawawezi kulalamika bei, kwa sababu serikali ya Ada Tadea itasimamia wakulima, na kwamba kama mbaazi ni shilingi labda 2,000 na tumehamasisha watu walime, na bei imeteremka mpaka labda 1,000 au 700, serikali ya Ada Tadea itafanya kitu kinaitwa kulipa ruzuku kwa wakulima, wapate bei ile waliokuwa nao mwaka jana, bei ile ambayo serikali imeamua kuwashawishi walime. Aidha, tutaendelea kutafuta masoko zaidi, na kama mnavyojua bidhaa hizi ni biashara zina misimu, zina kupanda na kushuka, lakini serikali yenu tunaendelea kutafuta masoko zaidi ili kulinda bei za mazao ambayo kiuhalisia hutegemea soko la kimataifa. Kwa tunakwenda, tuko kwenye mazungumzo na hatuko pabaya, bei hazitashuka vile ambavyo watu wanasema, hazitashuka kiasi kikubwa. Lakini jengine, katika kuhakikisha mbele huko tunauza mazao yetu kwa bei nzuri na kwa uhakika, tunakuja na viwanda vya kuongeza thamani ya mazao tunayoyalima.
Tutaweka kongani za viwanda maeneo mbalimbali, tuongeze thamani, na badala ya kuuza mali ghafi tuuze zao lililoongezwa thamani. Tuuze zao ambalo limeongezwa thamani. Dr. Samia Suluhu Hassan, mgombea wa Chama cha Mapinduzi. Tumsikilize naye Salim Mwalimu, mgombea wa chama cha Chauma. Hatutouza bei za chini mazao ya nchi, hatutouza. Na hiyo ndio namna ya kumlinda mkulima na kumfanya mwingine alime na kila mmoja atajirike kwa kilimo. Kwanza tulinde bei. La pili, tuhakikishe gharama za pembejeo ziko chini. Gharama za pembejeo zikiwa chini, wakulima wakalima, halafu ukaweka bei ya juu, maana yake leo tumekuja hapa tumekutana na nyumba za kisasa. Salim Mwalimu, huyo mgombea wa chama cha Chauma. Hiyo ndo mada yetu, mwasikiliza wagombea. Sasa wageni wangu ni hawa, Dr. Marcus Albani ambaye ni mchambuzi wa masuala ya uchumi na ni mkulima. Karibu sana. Asante sana. Hali kadhalika ni naye Fatma Roslin Waziri, ni mtaalamu wa maendeleo ya jamii. Karibu sana. Habari za wakati huu? Nianze na wewe mkulima, Dr. Marcus Albani. Ahadi ni tamu sana za wagombea, umewasikiliza mwenyewe kwa masikio yako na umewaona. Hizi ahadi unavyoziona ni za kuvutia hilo kundi la 65% ya wakulima ama waajiriwa katika sekta hiyo, ama zinatekelezeka unavyoona? Asante. Kwanza niseme kwamba kwa Tanzania ukiungwa mkono na wakulima unakuwa rais. Hakuna kundi lina nguvu na uwezo wa kumpitisha rais kinyume cha wakulima. Sawa. Kwa idadi, kwa maono, kwa mtazamo, na endapo watakukubali. Lakini kwa ahadi hizi tulizozisikiliza utagundua kwamba kuna mambo mawili yanajitokeza. Kwanza, kuna ahadi tamu hazitekelezeki, ulaghai, hazijajikita kwenye ushahidi wala mtazamo wa kuondoa changamoto za wakulima. Kwa mfano, mtu anaposema tutauza korosho shilingi 10,000, namna gani? Halafu gharama za uzalishaji zitakuwa ngapi? Maana tunaweza tukauza korosho shilingi 10,000, halafu gharama za uzalishaji zikawa shilingi 15,000. Kwa hiyo kutamka tu haitoshi. Utupe njia unazotaka kutuondolea kwenye changamoto. Kiwango cha bei kinaweza kisiwe tatizo kwetu wakulima. Lakini nimesikia wagombea wakiahidi kwamba tutahakikisha upatikanaji wa masoko. Hizi ndio ahadi zinazotekelezeka. Unaposema soko, maana yake linajumuisha yale mambo yote tangu uzalishaji, usafirishaji mpaka kuuza. Mgombea anapoahidi kuimarisha uchakataji wa mazao, badala ya kuuza mazao ghafi, tuuze mazao yaliyochakatwa. Haya ndio mambo tunayoyahitaji. Na mimi ni washauri wakulima wenzangu, hawa ndio wagombea wa kuwaangalia. Sio tu anayeahidi bei itakuwa ya nanasi shilingi 7,000, sijui na 8, 10,000, haitatusaidia sana. Hizi ni aina mbili ya ahadi ambazo unaona tofauti yake. Lakini tuende pia kidogo kwenye historia, kwa sababu anayeahidi leo lazima atuoneshe historia ya utekelezaji wake. Huku nyuma alifanya nini? Najua kwamba vyama vya upinzani hatuwezi tukavihukumu sana kwa kuangalia historia yao, kwa sababu hawajawahi kupata nafasi ya kutekeleza sera zao. Lakini ukiangalia chama kilichoko madarakani, unaweza ukasema kama ahadi zao zitatekelezeka au hapana. Kwa mfano, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye amekuwa madarakani kwa takribani miaka 4 tangu alipofariki Dr. John Joseph Pombe Magufuli. Ndio. Ameweza kuongeza bajeti ya kilimo kwa 700%. Mwaka jana peke yake bajeti imeongezeka kwa 400%. Unapoongeza bajeti ya kilimo, maana yake unaongeza nguvu na rasilimali kwenda kwenye utekelezaji wa masuala ya kilimo.
Sasa tuangalie ni masuala gani yaliyotekelezwa katika Wizara ya Kilimo yanayohusu kilimo, wakulima na wafugaji. Moja ya jambo muhimu lililoingizwa kwenye kilimo ni huduma za ugani. Zimeongezewa nguvu sana. Na utakumbuka kwamba katika hii miaka mitatu iliyopita imefika mahala wagani wakagaiwa vifaa vya kupima afya ya udongo. Haijawahi kutokea katika nchi hii na haikufanyika kwa majaribio kwa watu wachache. Ni wagani wote nchi nzima. Sawa, Dr. Marcus, nashukuru kwa utangulizi huo. Nije kwa Dr. Roslyn, Fatuma Roslyn Waziri. Yeye ni mchambuzi wa masuala ya maendeleo na amekufuatilia vizuri. Umetamka swala la pamoja na kwamba tuna wagombea wengine lakini hawajapata nafasi ya kutekeleza sera zao, na umetamka vizuri kuhusiana na utekelezaji wa mgombea wa Chama cha Mapinduzi Daktari Samia Suluhu Hassan alivyofanya kwa hii miaka minne alivyopewa nafasi hiyo. Wewe kwako mtazamo wako ni upi kuhusiana na haya ambayo amesema Dr. Marcus, lakini na ahadi hizi nzuri ambazo zinatamanisha kundi kubwa la wakulima asilimia zaidi ya 65? Asante sana mtangazaji. Kama alivyosema Dr. Marcus, kwa kweli unaweza ukapima ahadi na uhalisia, lakini pia ahadi na uhakika kwamba zinatekelezeka. Kwa mfano, nimewasikiliza wagombea walioonyeshwa hapo. Ahadi ya kusema kwamba tutaongeza masoko. Masoko yanatakiwa yawe yameelezwa kwamba yanaongezwa kutoka wapi. Marcus amesema kwamba hawakuwa na historia ya kufanya kitu kwamba tukaona kwamba kuna kitu wamefanya. Lakini sasa unapopima kwamba uwezo wa mtu kutekeleza kile alichokitekeleza, anakuwa tayari anao msingi wa lile neno analolisema. Kwa mfano, mimi naweza nikaangalia kwa ahadi alizoitoa mgombea wa Chama cha Mapinduzi, nimtaje tu Dr. Samia Suluhu Hassan, aliposema kwamba ataongeza thamani ya mazao. Unapoongeza thamani ya mazao, unaweza kuingia kwenye soko vizuri kuliko ukisema kwamba utapeleka mazao ghafi. Kwa hiyo tayari ana kibebeo cha ahadi yake ambacho atakwenda kukitekeleza. Lakini pia tukiangalia katika miaka 4 iliyopita, ameweza kukuza kilimo katika maeneo mbalimbali. Ninaweza nikasite mfano mmoja tu wa uzalishaji wa mbegu bora, ambako ameweza kuzalisha mbegu bora na ambazo zimeleta tija za uzalishaji kwa wakulima. Kwa mwaka 2024 tu mpaka 25, uzalishaji wa mbegu uliweza kufikia kutoka tani 26 na tani 26 hadi tani 68,000, 26,000 mpaka tani 68,000 kwa mwaka 2024 peke yake. Kwa hiyo ukuaji tunaona ni asilimia kama 54 ya uzalishaji wa mbegu bora. Na alivyosema pa Dr. Marcus kwamba kuna utaalamu uliopewa sayansi ndani yake, kwamba udongo uliweza kupimwa, lakini pia huo uzalishaji wa mbegu uliweza kufanyika kisayansi. Kumejengwa maabara za kisasa ambazo zinasimamia uzalishaji wa mbegu halisi, lakini ambazo zinaweza kuzalisha kwa wingi, kuongeza uzazi wa mazao, kuongeza uzazi wa mimea ambayo inalimwa na wakulima. Kwa hiyo tukiangalia kwa uhalisia huo, tunaona kwamba kuna kitu kinaweza kupimwa na utakipima kwa takwimu. Yaani maneno haya ya Samia aliyozungumza, ukiweka kwenye namba utapata kile anachokisema na utaweza kupima, kwa sababu tayari tuna msingi wa zile takwimu kwa kiwango alichokiongeza, na anapokwenda kuongeza tutaona kwamba asilimia zile tutaweza kuzipima na kuona kwamba kweli zinatekelezeka. Umeeleza mafanikio mazuri ya mgombea wa Chama cha Mapinduzi, lakini ukiwasikiliza wagombea wengine ukiwasikiliza kwa makini, wanaonekana wanachukua nafasi ya wakulima vilio vyao, na hasa ni bei ya mazao, kwamba wanaona kwamba wakulima hawauzi mazao yao vizuri, wanaumia shambani lakini hawauzi mazao yao vizuri. Ukiwasikiliza wale wagombea wengine, Dr. Marcus,
Ni kweli, na kwa kiasi kikubwa utaona kama wanataka kujibu kilio cha wakulima. Ingawa ukienda kwenye uchambuzi unaona ahadi zao hazina mashiko. Na bahati nzuri, kama umemsikia vizuri mgombea wa chama cha Chauma Salim Mwalimu ameeleza kwa kiasi kikubwa, na inaonyesha kama jambo hili amelifanyia kazi. Sawa. Kwamba kuongeza bei tu haitoshi. Lazima tuangalie pia na gharama za uzalishaji. Kwa sababu unaweza ukaongeza bei ya mazao halafu na gharama za uzalishaji zikaongezeka, mkulima anabaki hana kitu. Kwa hiyo hapa utaona kwamba hivi vyama si vyote vinafanana, na huwezi kuwaweka kwenye kapu moja. Kuna wale wanaoahidi kwa sababu wamesikia tu wakulima pale Mtwara wanalalamika korosho bei ndogo, na kuna wale wanaoahidi kwa sababu wamefanyia kazi hili jambo, na kuna wale wanaoahidi kwa sababu tayari wana historia ya kutekeleza. Sawa. Kwa hiyo wanaahidi kutokana na changamoto walizokutana nazo. Na ukiangalia tu hizi ahadi tulizoangalia hapa, labda ni kwa sababu tumeangalia kwa muda mfupi. Lakini utaona kuna tofauti hizo za makundi matatu. Kuna walio serious kwenda kutekeleza, na wale wanaodhani wakipata fursa ndio wataenda kufanyia kazi hizo ahadi. Kwetu sisi wakulima tunafahamiana na tunajua changamoto zetu. Kwa mfano, mwaka huu tumekumbwa na ugonjwa mkali sana wa nguruwe katika ukanda wa mashariki ya Tanzania, Kibaha na Pwani. Bagamoyo tumepoteza nguruwe wengi sana sisi wafugaji wa nguruwe. Na ukiangalia swala la bei kwetu sio tatizo. Swala kwetu sisi ni namna gani tutadhibiti magonjwa yanayopita mara kwa mara kupunguza uzalishaji wetu. Kwa hiyo ahadi tuzipime kutokana na sisi wakulima na wafugaji na yale tunayotaka yatekelezwe upande wetu. Sawa. Dr. Roslyn, swala la bei linaonekana kuchukua nafasi sana mazao ya wakulima. Na ukiona wagombea wanavaa uhalisia wa wakulima kwamba sisi wakulima wanaonekana wanalia katika bei ya mazao yao kutokana na nguvu nyingi wanazoweka. Ukiangalia utafiti wako unaofanya kila siku kuhusiana na madai, unaona wagombea wanapita katika nyayo zile za wakulima. Tafsiri yake nini? Tafsiri yake ni kwamba wanaonyesha kwamba wanawafuatilia wakulima, lakini pia wanawafuatilia kwa juu, kwa sababu ili uweze kuongeza bei lazima uwe umejua gharama ya uzalishaji ni kubwa kiasi gani katika eneo gani. Sasa kwenye swala la kilimo, gharama kubwa ya uzalishaji ipo kwenye kudhibiti magonjwa ya mazao, ipo kwenye kudhibiti wadudu wanaoshambulia mazao. Sasa nitajikita kwenye zao moja tu ambalo kuna mgombea wa chama kile cha amezungumza kwamba atapandisha bei ya korosho mpaka shilingi 5,000. Sasa huyo ni kwamba ameona gharama ya kuzalisha korosho ni kubwa, na soko lake bei yake inatakiwa iwe kubwa pia ili iweze kufidia zile gharama ambazo anaziingia mkulima. Sasa nilimfuatilia pia mgombea urais wa CCM akiwa Lindi na Mtwara. Ndiyo. Ambako aliweza kueleza jinsi ambavyo serikali yake iliweza kufanya miaka 4 iliyopita, na sasa hivi miaka hii 5 watakwenda kufanya nini kwenye kuhakikisha wanapunguza gharama lakini pia wanapandisha bei. Kwa maana kwamba kuna zile ruzuku zilizokuwa zikitolewa, amesema zitaendelea kutolewa. Ruzuku za mbolea, ruzuku za dawa viuatilifu kwa ajili ya kuzuia wadudu. Lakini akasema kwamba kuna huduma nyingine ambazo ni za bure kabisa. Achana na mbolea, lakini kuna dawa ambayo inatolewa kabisa bure. Kwa mfano sulfa ya kupuliza kwenye korosho, kwenye korosho inatolewa bure. Na dawa nyingine zote zinazozuia wadudu wasichambulie lile bibo wakati linatunga korosho. Kwa hiyo tutaona kwamba at least kwamba kwa maelezo yale na kwa ahadi ile unaona kwamba kuna kipimio kwamba gharama ambayo nimeiona nyinyi inawasumbua wakulima wetu ni kwenye uzalishaji. Lakini uzalishaji eneo lipi hasa? Eneo la kuzuia magonjwa, la kuzuia wadudu,
kwa sababu mgonjwa unapoingia kwenye zao utalazimika mkulima atumie pesa nyingi sana kuzuia ule ugonjwa ili mazao yaweze kuzaa vizuri. Kwa hiyo ukiweza kufanikisha hiyo ahadi, ina maana ahadi yako ya kupandisha soko ya lile zao ama bei ya lile zao ukaiweka ikawa nzuri, kwa sababu itakuwa na kiwango kizuri. Mazao yako yatakuwa yako kwenye viwango vizuri, hata ukipeleka soko la kimataifa utapata bei nzuri. Asante sana. Dr. Marcus, hivi wakulima wanahitaji mbolea ruzuku. Wakulima ndo changamoto yao, kuhitaji mbolea ruzuku, kuhitaji na pembejeo kama hizo. Unaposema mbolea ruzuku, pembejeo za ruzuku, kupunguzwa kwa gharama za mahitaji ya mashambani, vitu vyote hivi unaongelea jambo moja tu kubwa, kipato kwa mkulima. Exactly. Kwa maana kwamba kama hizi pembejeo zinakuwa na gharama kubwa, wakulima wanashindwa kuzimudu, watashindwa kuzalisha ipasavyo. Na hata wakimudu, maana yake watazalisha kwa gharama kubwa, hawapati faida. Haya mambo hayako peke yake, yani sio nyi wenzetu wazungu mnasema sio isolated. Kwa mkulima, pamoja na hizi gharama za uzalishaji na bei anayopata, kuna mambo mengine mawili muhimu sana: gharama za afya na gharama za elimu. Sisi wakulima ndio tunaongoza nchi hii kusomesha. Tunazaa watoto wengi kwa sababu Mwenyezi Mungu ametupa nguvu, na unajua sisi tunakula vyakula halisia na tuna nguvu za kutosha, na tunapenda watoto, tunazaa watoto wengi. Kwa hiyo tunapata shida sana kwenye gharama za afya na inafuata gharama za elimu. Sasa ukiunganisha hili na haya mambo mawili, utagundua kwamba kwa mfano vyama vingine sijawasikia wakizungumza juu ya bima ya afya kwa wote, ambayo ni moja kati ya ahadi za Chama cha Mapinduzi. Hii itatufanya sisi wakulima mzigo wetu wa gharama kupungua sana, na kwa sababu hiyo hata kabla ya kuongeza bei za mazao tayari tutakuwa tuna afueni kubwa katika kipato chetu. Lakini cha pili, tunaangalia uwekezaji kwenye elimu. Tunajua Chama cha Mapinduzi kilishaanzisha programu ya muda karibu miaka 10 sasa ya elimu bure kwa wote, na tunaamini kwamba kuna uwekezaji ziada unaotakiwa kwenye eneo hilo. Kwa mfano, tunajua gharama sasa hivi zimehamia kwenye michango, mavazi, uniform za watoto na chakula cha wanafunzi. Kwa hiyo katika haya tunadhani serikali na vyama vya siasa tunapenda kusikia wanasema nini, kwamba watatusaidiaje kupunguza gharama hizi ili tuweze kumudu au kupunguziwa gharama za kusomesha. Kwa hiyo haya mambo matatu yakiendana vizuri, sisi wakulima tutakuwa na jicho jepesi sana kufanya uchaguzi mwaka huu. Sawa. Labda kila moja nitampa nafasi kwa sababu na pengine muda umetupa mkono. Matatizo ya kulima hasa kwako mkulima, Dr. Marcus, matatizo ya kulima hasa ni yapi, ili hawa wagombea wanaopita kunadi sera zao waweze kusema na wakulima waweze kuona kama kweli yanatatulika, waweze kuwachagua katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba 29 mwaka. Mengine tumeshayataja, lakini mengine pia yanahitaji kuongezwa hapa. Kwa mfano, moja ya tatizo kubwa kwa wakulima ni uwezekano wa kuzalisha anavyotaka. Unajua, kingi kati ya kile mnachokiona tunazalisha mashambani tunapata shida sana. Wakati mwingi magonjwa, ubora wa ardhi, ubora wa mbegu vinachangia sana sisi kuzalisha vizuri au vibaya. Lakini cha pili, kuna tatizo la wanyama waharibifu. Na katika hili lazima niongeze na mifugo inayozulula, maana sio mifugo yote. Mifugo mingi ya wafugaji makini ina maeneo yake. Ile inayozulula inatuletea shida sana. Na nafikiri serikali na vyama vijifunze kilichofanyika Mvomero kwenye ule mpango wa Tutunzane, ambapo wakulima na wafugaji hivi sasa wamepunguza kabisa migogoro baina yao, imebaki michache sana. Inaweza ikasaidika pia kwenye maeneo mengine. Kuna maeneo mengi wakulima na wafugaji wanaendelea kuwa maadui,
na mazao yanaathirika sana na mifugo ya wafugaji. Sawa. Lakini bado kuna jambo la hali ya hewa isiyotabirika. Mabadiliko ya tabia nchi. Mabadiliko haya inaibidi serikali na vyama hivi vituoneshe njia sahihi ya kuondokana na shida hii, haswa kwa kuhakikisha elimu ya mabadiliko inapatikana na taarifa za uwepo au kuwepo kwa hali ya hewa inayofaa kwa uzalishaji tunazipata. Bado kuna swala la uchakataji, na nashukuru kwamba Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ameliongelea na liko kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi, lakini pia nimeliona kwenye ilani ya Chauma na nimeliona kwenye ilani ya ACT Wazalendo kwamba watahakikisha kunaongezeka viwanda vidogo vidogo vya kati na vikubwa vya kuchakata mazao ya mifugo na mazao ya kilimo kwenda kwenye bidhaa, ili tuuze bidhaa badala ya kuuza malighafi. Ninadhani serikali hapa ndipo kuna nguvu kubwa inapohitajika. Kwa hiyo ni vishauri vyama vya siasa vije vituambie kinagaubaga wamejipanga vipi kuongeza nguvu kwenye hili. Unajua, pamoja na kwamba tunasema Watanzania 65% wanategemea kilimo, lakini ukiangalia ukweli halisia ni 100% wanategemea. Hapa Azam TV bila wakulima najua mtakutana na shida sana. Kwa hiyo kama tutaweza kuunganisha, achilia masoko ya nje, kama tutaweza kuunganisha wakulima na walaji kupitia uchakataji halisi, itatusaidia pakubwa sana. Asante sana Dr. Marcus, muda umetupa mkono. Kwako Roslyn, kilio kikubwa cha wakulima ni kipi na nini ambacho unawaambia wagombea wa nafasi hizi za urais wakati huu ambapo wanapita huku na kule kuomba kura? Kilio kikubwa cha wananchi pia lilikuwa ni swala la uhifadhi wa mazao baada ya kuvuna. Kwa sababu kulikuwa kuna upotevu mkubwa wa mazao baada ya kuvuna shambani. Lakini nilivyokuwa nikifuatilizia, nimeona kwamba Chama cha Mapinduzi kimejitahidi kuonyesha kwamba kina nia ya dhati. Japo wamefanya makubwa, lakini wameonyesha kwamba wana nia ya dhati ya kumsaidia huyu mkulima kutopoteza hayo mazao. Kwa hiyo ninaamini katika hiyo miaka 5 ijayo watazidi na wataendelea kuwasaidia hayo mazao yasiharibike. Lakini nirudi kwenye mabadiliko ya tabia nchi. Kilimo kimekuwa kitegemea mvua sana kwa kiasi kikubwa, lakini pia kilimo cha Tanzania kimekuwa kikitegemea msimu wa zao husika. Sawa. Kwamba ni msimu huu ni wa zao hili pamoja na mvua, lakini kuna msimu wa zao husika. Sasa kwa jinsi ambavyo nimesikia ahadi za kuongeza hekari za umwagiliaji, nafikiri hilo ni jibu ambalo tunapaswa kuondoka nalo na kulifuatilia sasa utekelezaji wake. Nani ameahidi hilo? Ameahidi mgombea wa CCM Dr. Samia Suluhu Hassan. Basi asante sana, muda umetupa mkono. Naamini tumesikia na wagombea wengine wanaofuatilia kipindi hiki pendwa kabisa cha Mizani ya Wiki. Si wao, tuna mamilioni wengine wa Tanzania ambao wanafuatilia kipindi hiki cha Mizani ya Wiki. Wamewasikia wachambuzi wangu na maoni yenu yamesikika. Wagombea wamesikia maoni yenu, nafikiri watafanyia kazi yale ambayo mmeyatoa, na pengine hata wakulima wamewasikia. Tunao mwakilishi hapa wakulima, Dr. Marcus. Asante sana Dr. Marcus. Shukrani. Asante sana Rosemary Waziri, asante sana kwa kushirikiana nami. Asante sana. Nakushukuru sana na wewe mtazamaji ulikuwa unafuatilia kipindi hiki kwa takriban dakika 25 ulikuwa nami. Tulikuwa tukiangalia namna ambavyo wagombea wanaopigia chapuo kilimo na kuwashawishi wakulima. Takriban 65% ya Watanzania ni wakulima, na 80% ya wale 65 ni wakulima wadogo wadogo ambao ndio wapiga kura. Asilimia nyingine imebaki ni kiasi kingine hiko ambacho na wao watachagua katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba 29 mwaka huu. Na kushukuru sana. Mwisho wa kipindi hiki ni maandalizi ya kipindi kijacho. Kwaheri na asante sana. Jambo na karibu sana katika kipindi cha Mizani ya Wiki kinachoangazia matukio muhimu yaliyojiri ndani ya wiki hii iliyomalizikia leo. Mimi ni Jamali Hashim, kwa moyo mkunjufu nikualike kwa takriban dakika 25 kuwa nasi tunaungana na
What's happening? Naam.